Nataka tuzungumze hapa. Naongea na wale wawindaji, wanaume ambao wanalazimisha au wana force tendo, labda kwa namna ya kwamba anamwambia mwanamke asipompa kuna madhara atapata, au mwanamke ambaye anashiriki tendo kwa namna ambayo anaogopa asiposhiriki kuna madhara atapata. Ni kweli kwamba hakuna kitu ambacho kina faida na hakina hasara. Kwa hiyo kuna faida na hasara za kutokufanya tendo kwa muda mrefu. Kulinganisha na swali anasema kwa mwaka mmoja. Nitakwambia baadhi ya faida na baadhi ya hasara. Tutazungumzia zile ambazo zinawatokea watu wengi. Kwenye faida ni kwamba cha kwanza kabisa, usipofanya tendo kwa muda mrefu, faida kubwa kuliko zote ni kwamba unajilinda na maambukizi au magonjwa yanayotokana na tendo. Ujue kufanya tendo kuna disturb sana afya ya uke, na maanisha kwenye pH, kwenye kuingiza vimelea na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku unaweza kuvuruga hata hormone na kuleta complications nyingine. Lakini pili, unajiepusha na zile mimba zisizotarajiwa au adha za kupata mtoto kwa namna ambayo wewe haukupenda. Lakini faida nyingine ambayo inawezekana isiwe kubwa kwenye kuonekana, lakini kiakili, ni kwamba unapata muda wa concentrate na wewe mwenyewe. Mfano, kama ni mtu ambaye wa maombi na sala na vitu kama hivyo, ni muda mzuri sana ukifunga kwenye tendo, maana yake unakuwa una concentrate na unaruhusu nafsi, akili, mwili na kila kitu kibakie na wewe to the fullest, kwa namna ambayo utaweza kupata matokeo mazuri. Lakini ukija kwenye hasara, it is not necessary hasara kila mtu azipate au madhara yawe kwenye kiwango kikubwa kwa wote. Wapo ambao hawayapati na hawayasikii, lakini wapo ambao wasiposhiriki kwa muda mrefu wao wanakuwa wanayapata kwa ukubwa. Athari ya kwanza ni mood swings au stress. Inafahamika kwamba tendo ni miongoni mwa kitu ambacho kina relieve mwili, kufanya ujisikie nafuu. Hii ni kwa sababu ya zile kemikali zinazoachiliwa wakati wa mshindo au wakati tendo linaendelea. Zile endorphins zinasaidia kufanya mwili wako uwe calm, mwili wako uwe kwenye namna kama ya kusikia raha au kufurahi. Hii ni kitu muhimu sana kwa mwanadamu wa kawaida. Kwa hiyo usipofanya, manake zinakuwa kwenye kiwango kidogo, mwisho wa siku mtu anakuwa na mood swings. Ndio maana wengine wanasema unakuwa kama chizi au unakuwa na hasira za mara kwa mara. Issue ya pili hapa ambayo inawasumbua watu wengi ni changamoto ya maumivu. Usipofanya tendo ukapumzika kwa mwaka, ukija kushiriki siku ile lazima uumie tena. Hii inafahamika. Wapo ambao wakikaa tu wiki wanaumia, mwezi, mwaka, miaka, lakini rahisi sana kupata maumivu. So, niambie kwenye comment, unadhani kuna hasara gani nyingine unaipata usiposhiriki tendo? Nimetaja hasara 2, malizia hasara ya 3. Kumbuka kushare makala na rafiki, na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.